Tumerejea tena katika Sports AM na huu ni muda wa kufanya uchambuzi yakinifu kwenye mambo kadha wa kadha, lakini nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia majira ya 2:30 mpaka sasa. Imekuwa ni jambo jema kuwa na wewe kwa saa zima hili, na tunakwenda kwenye saa lingine zima kwa ajili yako tu kukupasha habari mbalimbali za michezo. Lakini kwa muda huu ni wakaribishe wachambuzi wangu, nikianza na Evans Malia. Bwana, karibu sana. Umependeza. Asante sana. Nilijua utaniambia hujaniona jana. Lakini vile tuko na Kunambi. Kwa sasa jirani ambao hatuonani. Jirani wetu una mashaka kidogo. Mambo mengi. Mambo mengi. Nyumba 3 tu lakini hatuonani. Hapa na hapa. Hiyo pia tuko na Swangelea Kilinga. Kwa sasa Safi kabisa. mambo yanakwenda. Mambo vizuri. Mwarusha mwenzangu kwa maana kutokea, sio kwa maana ya kabila. Moja kati ya mambo magumu nakutana nao ni watu kuambia kwamba Mwarusha ni kabila. Sana. Ni changamoto. Napata yani natoa maelezo mengi mpaka kueleweka. Wenyewe wanajua Arusha bwana kuna Wamasai, Wameru na Wachaga. Kumbe kuna Waarusha. Sasa Wamasai wako wengi, lakini pale mjini wenyewe wanaokaa wanaitwa Waarusha. Sio Wamasai. Sasa wenyewe wamekombaini watu wote wanakaa Arusha basi. Nimejifunza leo. Unaona sasa. Kuna Wafahamu. Kwa sababu kama kuna kabila inaitwa Waarusha. Ni kabila kabisa. Kwa sababu Inaitwa Waarusha. Lakini ni katika jamii wenyewe Wamasai wanaita makabila, wana zaidi ya makabila 10 wa Wamasai. Ni kama vile huku mtu wa Dar es Salaam akimwona Mchaga anamuita Mchaga. Ila Wachaga wenyewe wakiwa Moshi kuna Marango, Machame, kuna Moshi, kuna Kibosho, kuna Mrombo. Basi na Wamasai ni hivyo hivyo. Sasa wenyewe wako 10 na katika hao ndo kuna Waarusha sasa. Okay. Hapo kidogo imekuja vizuri. Ila wakiongea wanasikilizana. Kabisa. Ila wengine wanaona huyu anaongea broken. Kumbe ndio hivyo. Bwana, karibuni sana. Asante sana. Tuko kwenye Kosafa kwa mwaliko. Tumepata friend match moja na Afrika Kusini. Jana tumecheza na Madagascar, wametuotea moja. Wamecheza vijana wengi zaidi ya vijana 7 kutoka under 20. Wamepata nafasi. Pengine kilikuwa ni kilio cha watu wengi kwamba baadhi ya michezo sasa ambayo si ya kuqualify kwenda kwenye michezo mikubwa watumike vijana sana kwa ajili ya replacement kwa vijana waliopo. Nadhani imekuwa ni chaguo sahihi kwa kocha Morocco kufanya hivyo kuliko kuangalia ushindi zaidi, tukianza na Kilinga. Yes, imekuwa ni chaguo sahihi kwa Morocco kuwapatia nafasi vijana zaidi. Kina Alphonse Mabula, kina nani anaitwa Nangu sasa tena ameanza na ameanza na hakuwa na mchezo mzuri. Pipino ilikuwa ni mechi yake ya pili, alicheza ile ya kwanza dhidi ya South Africa. Alikuwa na impressive performance ya kipindi cha kwanza, hata jana amemaliza dakika 90. Yes, kwa hiyo ni jambo jema kuwapa nafasi waonyeshe uwezo wao. Lakini kuna kama ni tuseme ni kisu kinakata pande mbili. Kulikuwa na kitu ambacho kinaweza tukakirekebisha. Tunaona either ni uzoefu au ni kitu gani. Kulikuwa na disjointed performance kidogo kwenye timu, unaiona tofauti na ile timu iliyocheza juzi ambayo ilikuwa na wao wazoefu kidogo. Labda ni kwa sababu ndio tunasema umuhimu wa kucheza haya mashindano ya kimataifa ya vilabu. Unaona wale wachezaji ambao wako Simba, Yanga, wakiunganika na kina Faisal na kina Msuva, kulikuwa na pattern of play, unaiona. Yani timu ina pattern, inapiga pass nyingi sana, ina movement ambazo unaziona. Jana kidogo tulizikosa, hakukuwa na fluidity, yani timu ilikuwa inakatika. Mfululizo wa pasi 3 ulikuwa unazitafuta uzioni. Lakini ndio hivyo tunasema kuwapatia nafasi hawa vijana. Tunaamini kadri watakavyoendelea kucheza wataimarika na timu itapata hiyo fluidity, itakwenda, tutapata matokeo. Tunataraji katika mechi yao ya dhidi ya Eswatini labda kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu hatuwajui vizuri Eswatini ni timu ya namna gani. Lakini kiuwezo ukipiga mizania, pamoja na kwamba tunaweka kikosi ambacho ni cha under strength, lakini naamini
kutokana na mechi ya jana watakuwa wameshapata uzoefu, kutakuwa na performance ya tofauti. Kunambi ni ugeni kwenye national team ama uchovu wa kutoka Polokwane kwenda kule Bloemfontein, kwa sababu kipindi cha kwanza walikuwa down sana, kipindi cha pili ndo angalau timu ikaanza kuonekana, au vyote viwili? Vyote viwili, mimi nafikiri vyote viwili vina nafasi yake. Kama ambavyo Linga hapa ametangulia kusema, ni kwamba kulikuwa hakuna ile cohesion, yani muunganiko, teamwork fulani ilikuwa inakosekana, lakini all in all ni kitu kizuri ikiona kama vijana wanapewa platform kama namna hii ya kuonyesha vipaji vyao. Lakini ni kwangu yananijia mashindano ya CHAN ambayo tunaenda kucheza Agosti. Lakini pia AFCON 2027 vizazi vinatengenezwa katika mtindo wa namna hii. Hata kina Msuva walipita katika style kama namna hii kipindi hicho wanacheza na kina Samata, kina Ulimwengu kwenye timu zile za vijana under 17, under 20, walitokea katika style kama namna hii. Kwa hiyo mimi ninachoona tumepata nafasi nzuri. Ningependa haya mashindano tujitengenezee mazingira hata ya kualikwa, aidha kwa kuonyesha ushindani mzuri, kwa kuonyesha kiwango kizuri ambacho wenzetu sasa watasema tukiwaleta kwenye mashindano yetu wanaongeza thamani, wanaongeza ubora wa mashindano yenyewe. Ni platform nzuri ya kuzalisha wachezaji wa baadaye, kama ambavyo mmetoka kusema, kina Pepino, kina Mishamu, kina Nangu, Suleiman Mwalimu ambaye tayari naye ana exposure, kwa sababu kabla hata ya kuja huko alicheza kwenye mechi na Porto. Wydad na Porto aliingia. Kwa hiyo kuna daraja naye yupo, na wamewachomekea na mkongwe pale Simon Msuva, yuko Faisal Samu na wengine ambao tayari wana experience kubwa kwenye mashindano haya, wanaongeza wanawarekebisha ndani ya uwanja pale wanapokosea, wanawapunguzia pressure kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mimi naona ukiachia mbali matokeo kwamba yakuwa rafiki sana kwetu, lakini nimependa process yenyewe ya kutengeneza wachezaji na maandalizi yetu kuelekea CHAN. Evans Mali, kuna pengine watu hatulioni, sijui kama wewe kwa udadisi wako na ufuatiliaji wa soka umegundua tuna shida kiasi gani ya striking? Yani hiyo shida ni kubwa sana. Mimi napenda cha kwanza nirudi kwamba tumeintroduce wachezaji wapya, lakini sisi huwa tunafanya kama fashion. Muendelezo wao utapotea, utawaona. Alafu ukiangalia kwenye striking, sisi hatuna, hata timu ya taifa ingecheza jana ile ambao waliondoka Simba, tusingeshinda hiyo. Why? Ukiangalia mechi ya South Africa, watu wanasema tulikuwa na possession ya 61 kwa 39. Lakini sisi ni wazuri kwenye kupiga pasi katika eneo letu. Hatupigi pasi, hatuna uwezo wa kupiga kwenye eneo la mpinzani. Ukiwa na uwezo wa kupiga eneo la mpinzani, kuna creates big chance creation, yani una create nafasi. Na Taifa Stars hii, ukiacha naongea Taifa Stars, baada ya kushinda Guinea, tumefungwa mechi karibu 3 bila kuweka mpira kimiani. Na average ya sisi Taifa Stars kufunga magoli, ukiacha Guinea 2-1, huwa tunafunga 1-0. Tunaweza tukalaumu striker, lakini hatuna midfield wa kuweza kuscreen mpira. Wana screen. Tunaongea samani, nitaongea wakina Pakome, nitaongea wachezaji ambao wako hapa kwenye ligi yetu, na kuweka mpira kwenye space. Tutasamu hatuna striker. Je, midfield wanaweza kuweka mpira kwenye nafasi? Wanaweza kupiga pasi sahihi? Hapa Tanzania nzima anayepiga mpira 30 yard pass Djigui Diarra. Ukimtoa center back yule alikuwa wa Simba, ukimtoa Chuji, na center back wa Simba alikuwa Ivory Coast, Wawa. Anaweza akatoa eneo hili akapeleka eneo lile.
kwa 30 yard pass. Sisi hata accuracy za pass 10 yard pass, 5 yard pass tunafanya makosa. Mtu anaweza akapiga mistake ya pasi sio under pressure. Kuna kupiga unapiga pasi under pressure, unapiga kwa accuracy. 10 yard pass under pressure unapiga kwa accuracy, au hapo ambapo huna accuracy. Sasa sisi kwa sababu tukifika tunafanya build up, tukifika kwenye midfield pale kuna activate zile passes kuanza kuopen jinsi gani tunacheza pale, ndio inakuwaga sisi tatizo. Sasa ikiwa tatizo, utafikaje kwenye final third kupiga pasi kwa umakini, kupiga pasi kwenye spaces? Hiyo ndio inakuwa changamoto kwa Taifa Stars. I'm not surprised kwa matokeo ya jana, and I'm not surprised katika, hebu angalia mechi ya South Africa wamecheza na team B, tumepiga two shot on target za bahati tu, alafu katika pale hatuna big chances creation. Pamoja tulicheza na wachezaji ambao kutoka Simba, watoka Yanga ambao wameondoka, lakini sisi kutengeneza nafasi. Barcelona, naongea narudi nyuma, Barcelona ambayo the best Barcelona walikuwa wanatengeneza chances karibu 22, wanafunga goli moja. Kufunga sio kitu kirahisi, kuziba ni kitu kirahisi. Ile naongelea Barcelona mfano ambapo kwa sababu dunia nzima wanajua ile Barcelona ya Ronaldinho, Messi, Eto'o. Wanatengeneza nafasi, goal attempts 22, wanafunga goli. Kwa hiyo sisi we have to improve kwenye midfield. Tukishaanza kwenye midfield tunaweza kutengeneza nafasi kwenye final third. Tunasema hatuna striker, lakini wanapewa mipira aina gani? Una striker na futi 5 na inchi 10. Dunia nzima nchi ambazo zimeendelea wana beki wana futi 6 inchi 4 au futi 6 kama mimi futi 6 inchi 2. Unampa mpira wa juu au tulize au weke chini alafu akontrol. Striker ataonekana bora vipi? Hawezi. Sisi mashindano ya Zanzibar ninaongelea narudi ambayo tulicheza tulikuwa tunacheza una striker na inchi 6, una striker na futi 5 inchi 10, alafu unampelekea mpira wa juu. Lazima ataonekana mbovu. Lazima tujue tunacheza, yani sisi tunaanza kwa hatuna striker, hatuna nini, yani tunalaumu, lakini kila game lazima iwe na strategy zake. Uwezo ukaweka striker na futi 5 inchi 10, alafu ukipata mpira unaosha unamtumbukia mwenzake anayemkaba ana futi 6 inchi 2, futi 6 inchi 4. Lazima mpira juu ya win. Na hiyo mpira ambao unampa sio 5 yard, yani kama hapa na hapa. Unakuta unampa mpira kwanza upiganie au tulize alafu atoe pasi. Kwa hiyo sisi shangai, na mimi naongea hata kama ningecheza timu ya Taifa Stars ya juzi dhidi ya Madagascar tungefungwa au tungepata draw, kwa sababu we have to make improvement tunapotoka kwenye final, tunapo build up tunaenda kwenye final pale kwenye midfield ambapo ndio wanasema ni eneo la penetration. Pale ndio tunatakiwa tuanze ku movement, na tutaweza kupata striker anatengeneza space, na sisi striker anatengeneza space, midfield anaweka mpira kwenye space. Ndio hivyo inatakiwa, ndio tutaweza Taifa Stars ita improve. Ni kitu kizuri tumeintroduce wachezaji, lakini 2027 ni kitu kizuri tunafanya basic kwa sababu duniani wana introducing. Je, kuna muendelezo wao? Tunaenda kwenye CHAN ambapo tunatakiwa kufanya. Mimi kwangu mimi ungeniuliza personally nilitaka wachezaji ambao I'm sure wanaenda kucheza CHAN. Kwa sababu gani? Sisi hatuna uwezo wa kutengeneza nafasi mara nyingi. Taifa Stars tunakaba muda wote, ni mafuriko kwa timu ambapo tutakuja na hicho ninachokisema labda watu tunasemaga baada ya mechi. Mimi nakwambia hata tukicheza CHAN yatakuwa hayo. Sio anakuja hapa. Muda mwingi ni mafuriko. Sasa tukicheza defensive game, je, tunapokwenda kushambulia timu tunajua tunavyo movement zetu? Uwezo ukawa unacheza defensive game alafu ukiwin ile kwenye quick transition, attacking transition,
lazima ujue sasa tunakaba tunakwenda vipi kwa haraka. Msuva anafunga, ana bahati ya kufunga. Je, tunamuexploit kwa sababu ana pace? Pasi tunazompa Msuva ndio mchezaji wetu mwenye kasi, anapewa pasi sahihi. Sisi tutacheza hapa chani na hiyo natabiri na itakuwa hivyo. Huwezi kucheza defensive game and then you don't know kwenye quick transition tunamtumia nani, tunamtumia nani katika kuattack. Sawa. Miaka ya nyuma kidogo, Kilinga, tulikuwa watu wanaotengeneza hizi nafasi ambazo Evans anazungumza walikuwa ni namba 8. Yes. Walikuwa wanatumika sana kama namba 8. Zamani namba 8 ndo walikuwa free roll. Siku hizi imetoka namba 8 anakuja kucheza chini na namba 6 kama mkabaji, alafu namba 10 ndo anakuwa free. Zamani namba 10 ni mshambuliaji pase kama namba 9. Tumewahi kwenda kwenye mabadiliko ya kidunia kwamba namba 10 ndo awe free roll baadaye namba 8. Kwa hiyo namba 8 wetu walokuwa wadogo wanakuwa kwamba yeye namba 8 kazi yake ni kusupply, anakuja kuwa mkubwa, anabadilishwa majukumu kuja kukaba. Imetupunguzia creativity kwenye eneo la kiungo. Sidhani sana, kwa sababu unajua ukiangalia kwenye vilabu sasa ambao ndio wachezaji hawa wanapatikana, ndio tumeadapt hiyo style ya dunia. Kwamba namba 8 mara nyingi siku hizi anaenda kama pivot, anacheza anasaidia defensive, lakini ana advance kwenda mbele, anakuwa kama kidogo anacheza role ya box to box. Na namba 10 anacheza free roll. Unaona hiyo performance kwa vilabu vya Simba, Yanga, unaona vinakwenda vizuri kabisa. Unamwona Ahua kwenye upande wa Simba, unamwona Pakome huko upande wa Yanga, wanakupa role ile ile alikuwepo Azizi Ki, role hiyo kama free roll, lakini wanaichezesha timu, wana score, wanaweza kucheza kama false striker hapo. Na kwenye national team tuna mchezaji wa namna hiyo, Faisal Salum, anakupa hiyo role, anaweza kacheza kama free roll namba 10 hapo. Lakini kwenye point ya aliyosema Evans, mchezaji ambaye anaweza akapiga 30 yard pass, Faisal anatupa sana hiyo. Hata mechi ya juzi kuna pasi alikuwa anazipiga 30 yard, zinaenda afu zinakuwa accurate. Labda kwa sababu kwa mchezo wa juzi timu ilikuwa ina reserve energy, wanajua tuna mechi kesho. Kwa walikuwa wako wana slow tempo yao, wanacheza taratibu, wanapiga na pasi, yani hawana ile sense of urgency ya kutafuta goli. Walikuwa na hisia zangu zote kwamba walikuwa na reserve energy kwa ajili ya mchezo wa kimashindano dhidi ya Madagascar. Lakini tuna quality hiyo, ameprove mara nyingi sana nani Faisal Salum kwamba anaweza kapiga mechi ya Simba na Azam, kama unakumbuka. Goli alilopata Azam la kusawazisha, unaikumbuka ile pasi Faisal alipigia wapi? Alipiga mbali sana akiwa nyuma, very accurate. Kwa anaitwa nani, Zidane Serei, na alipiga accurate na yule akaipata, akampunguza beki, akascore. Kwa hiyo tunao wachezaji hao kuangalia na kupiga. Nadhani tu kwa mechi ya juzi tulikuwa mechi ya jana tumestruggle kwa sababu tulikuwa na wachezaji wengi vijana wanakuja. Ni point nzuri ameisema ya vitu vya kurekebisha, kutafuta strikers ambao pia wana hate, wanaweza kupigania mpira, wakauhold, wakaja wakasubiri wenzao waje. Tangia John Boko waondoke kwenye Stars, huoni kama kuna striker mwingine ambaye anaweza kaisaidia timu kuhold mpira, akashindana na mabeki wawili watatu, akasubiri wenzie waje waweze kuattack. Kwa tuna jukumu hilo la kutafuta striker wa namna hiyo. Clement Mzize top striker, lakini anakwenda yuko wide sana. Target man pale anamuelekeza hivi. Nadhani ni maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo tunakosa yule, sasa hivi tunakosa target man ambaye kama unajua kuna mtu tukimpelekea pale katikati tunamaliza mchezo. Nafikiri hilo ndio tatizo tulilonalo kwa sasa. Nilikuwa siku moja naongea na James Mwagama ambaye kwenye kikosi hicho ambacho kwa Afrika Kusini yeye ni mkuu wa msafara kutoka TFF. Anasema wao walikuwa baada ya mazoezi wanafanya mazoezi ya kona 30. Yaani zinapigwa kona 30 kama sehemu ya training. Kwa anasema wakienda kwenye mechi wenyewe striker wao wanahitaji cross 4 tu kupata magoli 2. Kwa sababu ya mafunzo. Kwa akina Madaraka wala akina nani wao wanaambia basi sikilizeni nyewe, pigeni cross 4, goli 2 zipo. Afu zuieni huko tusifungwe. Ila goli 2 sisi zipo kama mtapiga cross 4. Yes. Yaani kina Mzee Sikinde kama watapiga cross kule.
4 tu magoli yako mawili. Yani wao walikuwa na hiyo guarantee kwa sababu walikuwa wanafanya sana hayo mazoezi ya namna hiyo. Lakini hata striker wao walikuwa warefu, unajua kina Babu Mada wana nguvu. Sisi Tanzania kama nchi tuna style of play kunambi kwamba tunawafundisha under 15, under 17, under 20, under 23 kwamba bana sisi kama Tanzania mfumo wetu ni huu. Kwa unapokuja kwenye national team unafundishwa vitu vichache sana kwa sababu basic unayo. Sisi tunayo kama nchi. Sidhani kama tuna hiyo identity. Nimekuelewa kwa mfano kama wanavyozungumzia kwamba ukiona Spain unajua katika nani katika categories zao zote za kuanzia under 17 ni wao wanacheza fluid football. Ndio maana ukimchukua under 17 wa Spain anacheza national team senior. Mimi hakuna kipya sana kwa sababu tayari ubezi kipo. Mimi nafikiri sisi hatuna hiyo kitu. Sidhani kama tunayo. Au tumeanza bado hatujaikacha. Bado sijaiona kabisa kwa maana kusema kwamba philosophy yetu ya football ni hii hasa. Sijaiona. Ngaje nimekuwa impressed sana na maelezo ambayo Evans ameyatoa kwa namna ambayo timu yetu inacheza. Kwa kweli hata ukiangalia mara nyingine tuna spend muda mwingi sana kupiga back pass. Tunafanya search lakini hatuendi mbele. Zile pasi za kwenda mbele kwa lengo hasa la kwenda kutafuta magoli kwa kweli hauzioni. Na kwenye michezo kama hii mimi nafikiri kwamba wachezaji wangeachwa waje express wenyewe. Unaona kwamba wa enjoy possession. Una nini tunionyeshe kile kitu ambacho kuliko usajili. Wewe bila shaka ulikuwepo wakati Yanga wanasajili zamani. Akiletwa mchezaji katumwa na viongozi wa Yanga wa mikoani, kwa taarifa nilipewa na mchezaji mmoja. Kama kina Skadi hawa, kina Kizota, kina Saidi Maulidi, wote stories zao zinafanana. Bana huyu mmetoa wapi? Huyu Kigoma. Namba ngapi anacheza? Namba fulani. Acheza. Baada ya mazoezi wanaulizwa mashabiki, bana huyu yumo. Kwa nataka michono hii kama itumike bana nafasi hiyo. Tuonyesheni vitu vyenu. Na mara nyingine sio kama wanaulizwa. Mfano mazoezi kipindi hicho alikuwa anafanyika pale Kaunda. Reaction mtu anaiona pale. Jinsi timu inavyocheza. Watu walikuwa kwenye mazoezi ya Simba na Yanga, watu walikuwa wanajaa katika kipindi hicho. Kwa hiyo hata kanapokuja mchezaji tu pre-season ile ikianza, kicheza mara 2-3 watu wanaondoka na majibu nao pale. Unaona reaction. Kwa hiyo mchezaji mara nyingine alikuwa anaanza kukumbana na pressure mazoezini. Kwa hiyo tunatumia muda mwingi sana kupiga na nafikiri hata square pass nyingi sana kwa sababu unaona mtu unaona kabisa pale kuna space ya kupiga mpira. Mtu anafanya vizuri, anatani, yani anafanya vile vitu vya kimpira. Unajaribu kuona sasa kwamba hapa ameshatani, amefanya vitu vya kimpira, inua jicho basi kama alivyokuwa anafanya Chuji. Inua jicho itupe. Kidogo katika wachezaji hawa tulikuwa nao hata yule nani Bakari Mwamnyeto mzuri sana katika. Nadhani kwa sasa ambao wako active ni Mwamnyeto, katika Kude pia sometimes huwa anapenda sana. Zile wanaweza kuswitch. Na nifuatilia juzi hapo sio ni mahojiano ya muda mrefu. Alifanya Team Zona Ahmed Moloko. Akasema yeye kwenye kikosi chake kwa Tanzania sasa hivi wachezaji wengi wanaocheza hapa Tanzania wa kigeni anao kwenye kikosi chake, anamkosa mtu kama Diara tu. Sema yeye mchezaji muhimu kwake kwenye kikosi chake ambaye hana kwenye kikosi chake ni mtu kama Djigui Diarra. Lakini nafikiria ndio kama hiyo kwamba Diarra ni mtu ambaye anaweza akaichezesha timu, ni kipa ambaye anaichezesha timu, anaanzisha mashambulizi kutoka nyuma, sometimes akiinua jicho akiona winga kapita ameiweka. Kwa hiyo tuongeze ile aggressiveness, tucheze kwa malengo kwamba sawa tunacheza counter attack, mkiupata mnafanya hiyo, mnalisogelea kweli goli. Sasa tukurudi kwenye msingi wa swali langu Evans. Kama sisi tumeamua kuwa watu wa defensive zaidi kuliko offensive, afu tukipata tuchomoke, tunaanzia under 15, under 17, yani tuna watu tunawazalisha hivyo ili sisi kwamba bwana ukicheza na Tanzania wale wanakuacha ucheze, ila wakipata umekwisha. Yani tuko hivyo au kila mwalimu anayefundisha hiyo category ya ages anafundisha vile na yeye alivyofundishwa darasani, wakukutana huko Taifa Stars kila mtu anakafundishwa tofauti na mwingine? Sioni. Na Pasco umeongea kitu kizuri, umenikumbusha sisi hata formation lazima tuwe tuna formation ya nchi. Sisi tunajuaga tunachezaga 4-4-2. Ukimuuliza kocha yote
442. Ukienda Taifa Stars, kabla hujaendelea nikukumbushe swali langu la kwanza kwa Kilinga ilikuwa hilo kwamba kwa nini sisi tulikuwa tunacheza 442 tangu zamani? Kwa sababu 9 na 10 walikuwa ni washambuliaji. ndio Namba 8 ndo kazi yake kuwatengeneza. Sasa bado tuko kwenye 442, alafu namba 8 sio creativity. Creativity kawa namba 10. Ila formation hatujahama. Unaweza ukaendelea. ndio sisi timu, ukitoa Yanga, ukitoa Simba na Azam ambao wana makocha, na niliona kwa Biashara pia walicheza kocha Mkenya Baraza na Uma wa kocha wa nje, lakini wengi timu za Tanzania zinacheza 442. Lakini tunapoleta kocha wa nje wengi wana change. Unaona Yanga wanacheza 4231, Nabi alicheza 352 35 wakati tumecheza ugenini. Kwa hiyo knowledge ya wachezaji kucheza katika mfumo hiyo wengi wanapata hivyo wakiwa Yanga na Simba, Azam na makocha wengine. Sisi tunatakiwa kuwa na identity ya formation labda 442. Alafu 442 vipi? Kama ya Atletico Madrid, kama ya Uruguay ya Tabarez, tunakaa chini tukisubiri, tunakwenda counter attacks. Yani tunapenda kwenye quick transition, tunakaba vipi, tunakwenda vipi. Sisi hatuna hiyo, ndio maana tunafurahia kuingiza wachezaji vijana kwenye timu ya taifa, lakini they don't know, hawaelewi what is our identity. Identity ya kucheza, tunakwenda kucheza vipi. Timu zetu zingine ambazo tunajifunza kutoka kwao duniani zina identity, kama umetaja Hispania. Wanajua sisi fluidity yetu tunacheza vipi. Lakini kwa bahati mbaya pia Tanzania, wenzetu akiwa na miaka 16 mpaka 17 anajua kucheza 352, anajua kucheza 442 Diamond, anajua tucheza 43 formation, knowledge ile maarifa. Sisi tunakuwa physically tunakuwa, mtu huyu sasa hivi ana uwezo, anapambana, lakini vipi maarifa kichwani ya kucheza mfumo unahitaji nini? Umeona sasa wenzetu katika age of 16 17 wenzetu wameshajua. Tunaangalia wakina Du huyu amechukua PSG, uwezo wake wa kuweza kujua. Tunamwangalia Jamil Lamar ambao watu wanaweza wakamfahamu, miaka 17, lakini ana knowledge ya kujua mfumo tunatakiwa kucheza nini, tunatakiwa kufanya vipi hivi, huo mfumo. Sasa sisi maarifa, sisi wanakuwa physically. Ndio maana akiingia hata Taifa Stars sisi uwezo kuona identity yetu. Napopata mpira, unaona kama Faisal mechi ya South Africa alipiga pasi moja ya kushambulia kwa Msindo akashindwa kuikuta, lakini ingine ilikuwa show game. Kuna midfielder lazima upige pasi ya kushambulia, pasi mshara unapiga huku, unapiga huku, pasi za kushambulia. Lakini sio pasi za show game, yani unapiga hapa unahamisha kule, pasi ya kawaida basic. Alipiga kule kwa Msindo, kama unakumbuka hiyo. Hiyo ndio inaweza midfielder wanatakiwa kupiga hizo pasi za mshari, pasi za kushambulia. Huku unapiga huku. Lakini sio pasi unapiga hapa unachukua. Amepiga pasi, siku hizi tuna vile vitu tunadanganyika kwenye statistics. Kapiga pasi 148. Kapiga pasi 148 za wapi? Imeenda wapi? Zinaenda wapi? Unapiga pasi mingi hapo, sinaweza kapiga tu hata mtu mwingine. Sasa samahani, Taifa Stars lazima Pasco tupate identity. Tukipata identity ya kucheza kuanzia 15, 16 na 17, hata mtoto akiwa na talent, exceptional talent kama Yamin Lamala ambao unajua Tanzania wapo, akiingia Taifa Stars kubwa anajua tu vitu vinakwenda automatic. Na hilo swali la msingi, na hicho ni kitu ambacho lazima tuseme, watu wasikie na watu wanapoangalia kipindi tuweze kuprogress. Mimi siamini kwamba sisi tunaongea hapa sasa hivi tunakuwa fair. Jana Madagascar tunafungwa, tunakuja kufunga Burkina Faso. Kwa nini? Sisi hatujafika. Sisi ligi ya tuko kwenye top 10 barani Afrika katika vilabu. Na Taifa Stars sawa, tumeprove tunakwenda AFCON, lakini tusiwe nyonge, tusiwe fair tu kila wakati. Sasa hivi sisi tunabidi kupigana. Tunapokwenda tunajua, hata jana odds ninaongea ilikuwa nasema Taifa Stars are favorite, alafu tunafungwa na Madagascar, alafu tukae kimya hivi. Sisi tunatakiwa kila mechi tukienda tushinde. Level tunapokwenda level ya klabu, Simba amefika finali, Yanga amefika finali ya CAF Confederation,
na Taifa Stars sisi sio kufika kwa safa, tunafungwa. Sisi tunatakiwa tutoka pale tutoke nusu finali, tutoke finali, tusiwe fair tunabembelezana. Kwa sababu sisi iko tulishatoka. Na hicho kitu ambacho mimi tunazima apigie tunachona na Eswatini. Ni timu ambayo ukiangalia kwa makaratasi tunatakiwa kushinda. Of course. Lakini isije kwa bwana tukaleta sababu ambazo wachezaji walichoka. No. Sisi tunatakiwa kushinda mechi ile. Tumecheza, tumefungwa na Madagascar. South Africa wamechezesha timu B. Wangecheza timu A, kwa hiyo tungefungwa 5. Ile mechi ile tulikuwa tunatakiwa tushinde. Hii mechi ya Madagascar tulikuwa tushinde, sio Madagascar wale ambao walicheza AFCON. Tunatakiwa tushinde. Hatuwezi kusema kwamba bwana kwa amechoka. No. Kama umechoka usichezeshe. Na mimi na mechi ya Eswatini sasa hivi tunakwenda kwa safu 2017 tulifungwa mechi zote. Nakumbuka tulifungwa zote. Noji alikuwa anafundisha Noji. Nani yule Noji tulikwenda kwa safa tukafungwa. Kwa hiyo hii pamoja tumealikwa, tusio wanyonge hivyo. We need to perform, we need to have identity. Kuna moja ile tulicheza ni final ni nini ile Nduda ka kipa bora ile. Na moja kwa sababu tulienda final. Shashiriki mara 3 mara 3. Na moja tulifanya vizuri sana. Lazima tufanye vizuri na tunacheza CHAN mwezi wa 8. Atu expect hiyo performance hiyo namna hii, tunasaidia wapambane na tunaandaa mashindano. Tuna expect Taifa Stars itoke icheze vizuri sana, ifike nusu finali au finali kwa sababu ya the host nation. Sawa. Bana, hiyo ni kuhusiana na timu ya taifa. Tumezungumza mengi na tumetoa ushauri pale ambapo tunaona inafaa, na lengo ni kujenga, kwa sababu inapokuja timu ya taifa inakuwa ni ya kwetu wote. Sio ya mtu mmoja wala taasisi fulani. Kila Mtanzania ile inakuwa ni timu yake. Kwa hiyo tunatoa na maoni hapa na pale ili kujazia nyama, yani kushibisha, ili tuwe na kikosi bora, kwa sababu tuna michuano mbele yetu, na kwa bahati nzuri yote itafanyika Tanzania. Tuna CHAN mwaka huu hapa, lakini tuna AFCON 2027. Si mbali, unaweza kuona mbali, lakini kwenye mpira miaka miwili si mingi hivyo. Yani mtu kama ana miaka 17 ikifika 27 atakuwa na miaka 19, hata 20 bado hajafika. Kwa hiyo si mbali sana. Kwa kama kuna michango kama hii inayotolewa na wachambuzi hapa, yale unaona hii inatujenga, chukua. Kama kuna lingine unaona alijengi, wewe achana nalo, chukua lile nalojenga ili tusogee mbele kwa pamoja. Tutoke hapo tuenzetu Zanzibar kidogo. Bingwa amepatikana, kwa hiyo ni vizuri pia naye tukamtambulisha wiki hii kwamba Mlandege ndo amekuwa bingwa wa ligi kuu ya Zanzibar, na sasa atashiriki kwenye michuano ya kimataifa ligi ya mabingwa kutoka Zanzibar. Bila shaka sasa Mlandege wajiandae vizuri, na kutokana na ubora wa uwanja wa Amani na hali ilivyo ya utulivu Zanzibar, Amani imetawala kila mahali. Tegemei kama na wenyewe watacheza mechi zote mbili za home and away wacheze ugenini Kilinga. Ni kweli. Zanzibar hali imeimarika sana kwenye sekta ya michezo. Ukiangalia uwekezaji kwenye viwanja, Rais Dr. Hussein Mwinyi amefanya mambo makubwa na mazito sana. Uwanja wa Aman umeboreshwa kwa kiwango kikubwa, na kama ilivyodhihirika finali ya Confederation Cup imechezwa pale. Kwa uwezekano wewe ukaenda ukacheza mechi ya kawaida nje. Kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vimebadilika kwa haraka sana, na ni bahati mbaya sana timu za Zanzibar zimekuwa performance yake kwenye mashindano ya vilabu tangia Malindi ndio alicheza nusu finali 95. Malindi ndio alileta ile utofauti, lakini baada ya hapo timu za Zanzibar zimekuwa zikistruggle sana kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Lakini ukiangalia kwenye wachezaji Zanzibar, talent ziko za hali ya juu sana. Ahmed Pipino yule ametustua wengi hapa kwamba kuna kiungo namna hii nzuri namna hii Zanzibar. Ni Mbare. Magomeni wanasema. Okay, mimi nilijua ni Mzanzibari, lakini kuna wachezaji wazuri sana Zanzibar. Huwa inashangaza kidogo kwa nini timu zina struggle zinapoenda mashindano ya kimataifa, na wachezaji ambao wanaonekana wazuri wengi wanatoka wanakuja kwenye ligi za ligi ya bara. Nadhani mwaka huu kama wanasaidiwa kwenye kuwekeza wakapata wachezaji fulani hivi wenye uzoefu wakawasaidia
wakaweka target hata kwenda group stage, itakuwa ni mafanikio kwao. Kwa hiyo waende kwa target, naamini wanaweza. Kunambi Mlandege wamekuwa na consistency, yani miaka miwili nyuma wamekuwa mabingwa wa kombe la Mapinduzi. Ukiacha mwaka huu ambapo zilishiriki timu za taifa. Kwa wamechukua ubingwa, wakachukua tena mbele ya Simba. Safi wamechukua ubingwa sasa wa ligi kuu, wakiwaweka pembeni hao kina JKU sijui mafunzo wakae pembeni kwanza, na wenyewe wamechukua ubingwa. Unaiona Mlandege ikirudi ile ya 97 ile akina Kabuka akina nani? Wao ndo wa kuamua hilo. Lakini ukizungumzia Mlandege unazungumzia moja ya timu mbili pale Unguja ambazo ni za wanachama, ni za mashabiki, nyingine nyingi za vikosi. Mafunzo JKU, KVZ nyingi za vikosi. Mlandege na Malindi, na ndo timu ambazo kwa tafiti zangu nilipokuwa kule mwaka 2022 ndio timu ambazo zina mashabiki wengi, zinapendwa sana kwa pale Unguja. Na kama utangulia kusema last time timu za Zanzibar kufanya vizuri ilikuwa mwaka 1995. Walifika nusu finali ya kombe la washindi. Kombe la washindi kafu. Kombe la washindi. Kombe la washindi. Lakini sasa ukiangalia ile squad ambayo ya Malindi iliyofika nusu finali ya kombe la washindi, kulikuwa na uwekezaji mkubwa pale kipindi kile. Noshad Mohamed alichukua Adibili Nyamila, Niko Bambaga kutoka Yanga. Alichukua kina Modod Malitori, kina Ernest Miti, kulikuwa na mzungu mmoja pale kutoka Yugoslavia alikuwa anapiga sana free kick. Julian Albertov alikuwa anapiga sana free kick. Akipiga free kick ilikuwa, lakini pia walikuwepo wachezaji kama kina Amu Aziz, Abdul Malaika, Sefodela, Juma Bakari Kidishi, ambao walikuwa na experience. Goalkeeper alikuwa pia goalkeeper national team, Alibushiri. Tuseme ile Malindi kwa kiwango kikubwa sana wachezaji wao wengi walikuwa kwenye ile walitoka ile Simba Dume ile yenyewe. Wao walikuwa tayari wamekwisha imarika. Noshad akawachukua akawapeleka Malindi. Kwa hiyo akawa wamefika katika level ya juu ya ushindani. Kitu ambacho Mlandege wanaweza bado kukifanya na Zanzibar, kama Zanzibar wanabidi wawe na aina kama ya support ya nchi hivi. Kama na serikali waunge mkono. Unajua pale Zanzibar kuna ligi. At least wakipata kila position mchezaji muhimu kwenye kila timu. Labda kama kuna kipa bora KVZ, midfield bora. Kama nakuelewa Kunambi ni kwamba kuna kitu ambacho serikali ya Mapinduzi Zanzibar huwa wanakifanya, mimi binafsi nakipenda. Kwamba mfanyakazi wao wa idara yoyote ile kama ana kipaji kingine nje ya kazi yake na anatakiwa kwenda kufanya kazi ya kipaji hicho, wao wanamruhusu kwenda. Unapoele likizo bila malipo. Nenda ukimaliza utarudi. Ndo Baka huyu. Najua yuko kule KMKM. Kuna beki mmoja alikuwa na Mungu, sasa hivi yuko Mashujaa. Beki wakati Aziz. Abdul Malik Zakaria. Polisi ule bwana. Kuna mwingine pia Agrey alikuwa askari magereza, unajua Zanzibar. Agrey Morris. Alipotakiwa na Azam mafunzo, wenyewe wanaita mafunzo kule. Nenda. Wewe kwanza unachukua likizo bila malipo. Mpira ukiisha karibu kazini. Kwa ni kitu ambacho kama nakuelewa unamaanisha kwamba kwa ajili ya Mlandege kufanya vizuri hivyo vikosi pale kwa ndani watakubali. Kama Zanzibar All Stars fulani hivi, kwa sababu unampeleka mchezaji kwa timu ambao wanacheza naye kwenye ligi, inawezekana anampa silaha ya kukubutua. Unaona, kwa Zanzibar mimi nafikiri kitu ambacho kinawezekana. Wachezaji wako yeye kwamba huyo anatoka huku kama hivyo kwa huku bala. Nafikiri kwa Zanzibar hiyo bado inawezekana nini, lakini idea yangu at least kuwa na wachezaji ambao hawatachukua muda mrefu mpaka kuelekea kwenye hayo mashindano, wale wazawa ambao watakuwa katika level ya kiushindani. Lakini pia waongezewe support na wao, walete baadhi ya watu kutoka nje ambao nao wataenda kuongeza kitu. Lakini kubwa zaidi wawe na scouting nzuri, usajili wao huu waingie pre-season mapema, wafanye usajili wa wachezaji ambao wataenda kuongeza level
level ya ushindani Evans, kwenye hii miaka miwili iliyopita ambapo Mlandege wamekuwa wakichukua ubingwa wa Mapinduzi, niite mawakala mameneja wa wachezaji wamekuwa wakitumia sana Mlandege. Yani wanaleta wachezaji wao wacheze ile michuano waonekane huku bara. Kwa baada ya michuano wachezaji wengi unakuta hawakuanza na Mlandege, na baada ya Kombe la Mapinduzi unawakuta wako bara. Hiyo inawasaidia Mlandege, na maana sasa ni mabingwa na watakuwa waenda mechi za kimataifa. Je, au wabadilishe sasa kwenye Mapinduzi ya mwaka huu, watumie wachezaji ambao wakiona ni wazuri wabaki kwao, wenyewe wasitumiki kama daraja? Hicho kinatokana na uwekezaji. Na ukiona mawakala wanatumia Mlandege kama platform, ni kutokana na fedha ambayo wanatoka hapa wanakwenda sehemu nyingine, na uwezi katika Tanzania bara ndio kuna fedha, ligi imewekezwa na mchezaji anafuata maslahi na agent anataka maslahi. Mimi kwangu serikali ingeweza kuwekeza kwa ukubwa sana katika ligi ya Zanzibar na tungeona tofauti, na mashirika wangeweza kuwekeza. Na ninapenda Zanzibar kwa jinsi wanavyocheza, wanapenda kucheza short passes. Yes. Identity yao wanapenda pasi, wanasogea. Lakini quality hiyo ndio inashindwa kuwasogeza kama walivyosema wenzangu na Songelia pamoja na Kunambi. Tukikumbuka wakina Clement Kabuka, wakina Ade. Mimi namkumbuka mchezaji ambao wakina Kabuka ametoka na Mwanza, Adede. Mchezaji ambaye na yeye alikuwa anatoka Mwanza mtaa Lumumba, mimi nakuja Kabuka alikuwa Mabatini. Nilikuwa nawaona wanatoka wananisimulia huko wakati mimi mdogo. Mimi sinasikia Mlandege alikuwa tuwezi kuona kwenye TV. Nani Malindi tuwezi, Mlandege au Malindi tulikuwa tuwezi kuona kwenye TV. Nasikiliza radio. Kwa hiyo wewe unasikiliza wanachokuambia. Mimi ningependa kama wangeweza kuwekeza, tungeweza kuona wachezaji wengine wakubwa ambapo wangesogeza Mlandege katika mashindano ya kimataifa wa quality kama wachezaji kama hivyo Coast au wachezaji wawili watatu. Kwa sababu ukiangalia Mlandege unategemea tu kwamba wanatoka raundi ya kwanza au ya pili, kwa sababu experience wenyewe hiyo hakuna. Wachezaji wanakwenda mechi za kimataifa bado inakuwa changamoto, lakini wakiwekeza wakapata wachezaji kidogo wawili watatu wanne kwenye timu, itawasaidia kuweza kusogeza, kwa sababu tayari wana identity yao. Mimi ninaipenda Zanzibar wanavyocheza, na ninaona kama wakiendelea miaka 3 4 5 wanaweza wakafika wakaenda mbali sana. Hapo unapozungumza kwenye identity Evans, Zanzibar wana mfumo wa uchezaji wa kiumri. Wanaanzia juvenile, kuna junior. Yaani kuna hizo categories. Kwa ukienda uwanjani, nikiwa natembea kule Zanzibar, unakuta kuna watoto wanacheza, kuna wengine wako nje. Ukiuliza wanaambia hawa juvenile bana, wenyewe muda wao nyie mnamaliza saa 5 hapa. Wakimaliza wanaingia junior. Nyie fanyeni haraka, jua linazidi kuwa kali, nyie saa 6:30 mnatakiwa muondoke. Kwa wamewekeana na wao, yani ukifika uwanjani hamgombani uwanja, kwa sababu kwanza muda wenu nyinyi mnaujua. Kwamba sisi kwa umri wetu tunatakiwa tucheze saa fulani mpaka saa fulani. Kwa sababu nilimuuliza mtu mmoja, mbona nimepita uwanja mmoja saa 4 asubuhi, nimekuja kupita tena saa 10 wakati narudi hotelini. Mechi zipo. Yaani kuanzia nimepita asubuhi mpaka jioni, ndo akanipa hiyo. Akamwambia bwana, kuna juvenile wanacheza muda fulani mpaka muda fulani, kuna junior saa fulani. Jua linapozidi kuwa kali ndivyo umri unapozidi kuwa mkubwa wanaocheza. Okay. Akaniambia si mechi ndo, yaani mazoezi Zanzibar ni asubuhi mpaka jioni. Ila kwa umri sasa. Sasa nadhani ile kidogo ndio imewasaidia hicho unachosema kwamba angalau sasa kumekuwa na hiyo identity, kwa sababu wale wadogo wanaona wakubwa. Yes, sure. Kabisa. Na kwa hili tuwapongeze, sema sasa wakishakuwa wakubwa shughuli ndio inakuwa mtihani. Sasa tuna dakika chache hapa za kumalizia, lakini ningependa tugusie kidogo kuhusiana na kombe la vilabu la dunia. Naona Afrika tumepewa slot 4, lakini Amerika Kusini slot kama 10 hivi. Brazil peke yake wametoa timu 4. Brazil peke yake. Sisi Afrika nzima timu 4. Kidogo ikanistua. Kaona bana, hata kwenye vilabu tunafanywa hivi kweli? Ukiacha Ulaya ambao wametoa timu nyingi zaidi. 12, 13. 10 na zaidi. Sisi tumepewa 4 slot.
Mamelodi, Wydad, Ahli na Esperance. Iko fair hiyo kweli au wamechukua mfumo wa kombe la dunia la national team? Ndio nasema imekuwa ni tendency ambao wamechukua labda mfumo wa kombe la dunia wa national team ambao sio fair. Nadhani mimi sidhani kama, kwa sababu ukizingatia kwenye mabara namba ya nchi vile vile lazima uzingatie. Afrika tuna nchi karibu 54. Kwa nini utupatie nafasi chache? Kwa hiyo wanatuwekea question marks zisizokuwa na sababu. Kuna vilabu bora kabisa barani Afrika ambavyo vingestahili kwenda kushiriki mashindano, lakini tumepewa slot chache. Nilikuwa naangalia makundi hapa. Ahli wako kundi A wako kundi A, nikitafuta Waafrika wengine. Wydad wako kundi C. Unazitafuta timu za Afrika. Esperance wako kundi D. Mamelodi wako kundi F. Ndio tumemaliza hapo. Akati nchi tu kama Spain wametoa timu 3. Madrid, Atletico, Barcelona. Hao mabwana inabidi sometimes tuongee nao vizuri. Kama kuna tatizo tulizungumze tu, kuna jambo aliko sawa. Na hiyo rais wa vilabu Engineer Hersi lazima linamuhusu. Hili ni la kwake. La kwake. Na yuko Marekani kule. Anabidi kwa kweli aweze kulipigania. It's not fair. Bara zima afiki yangu vilabu vingapi sasa? Sisi tuna vilabu vingi sana. Inabidi kidogo watu angalie, kwa sababu tofauti wa Amerika Kusini na Afrika nini kwenye idadi ya nchi? Nadhani sisi tuna nchi nyingi zaidi ukilinganisha na Amerika Kusini. Na competition wanazo mbili. Competition wanazo ni zile zile. Na sisi tunazo mbili. Sijui wanazingatia vigezo gani, sijaelewa. Labda wanaangalia ubora wa vilabu kwa ranking ile ya kidunia. Maybe, lakini bado haina mantiki. Na hata kama ni ranking, kwa sababu kwa nini Brazil wawe na timu 3 wakati kombe la dunia la vilabu ambao wanaongoza kuchukua ni timu za Ulaya? Sasa kriteria gani imetumika Brazil na Argentina? Tunaweza kusema labda ofisi tu wenyewe wamechukua. Argentina wameenda wawili. River Plate na Boca. Brazil ndo wameenda 4. Why? Kwa sababu tungesema hizi timu ambazo zinaongoza kuchukua ile kombe la klabu ya dunia ni timu za Europe. Na bingwa mtetezi ni Man City. Wameshachukua, hizo ndio timu ambazo zimechukua mara nyingi. Madrid ameshachukua mara 5. Sasa wametumia kigezo gani? Sasa it's not fair kwangu sababu tayari sisi kwenda kulichukua kombe barani Afrika pamoja hata hatulingani nao, lakini ushindani wetu na wenyewe uwezo ukashindana na timu kama Europe ziko 10. Sisi tuna timu vilabu 4 pekee. Hili ni jambo ambalo Hersi kama anaangalia aliweza kulipigania. Baada ya miaka 4 tuone timu 8 au 10 na zinaweza kushindana katika bara la Afrika, kwa sababu na sisi tunajitahidi. Morocco kafika nusu finali. Tuna katika national level hizi timu za taifa. Alichukua hili, alipiganie baada ya miaka, kwa sababu baada ya miaka 4. Mimi ombi langu kwa mabwana, idadi ya makundi ndio hiyo idadi ya timu zetu. Angalau kwenye kila kundi kuwe na timu moja ya Afrika. Kwa kama makundi yako 6, sisi tuwe na timu 6. Sababu tuko vizuri Afrika. Kwenye vilabu tuko vizuri. Bana, mimi niwashukuru sana. Imekuwa ni wakati mzuri. Bila shaka Jumapili ijayo pia tutakutana hapa, tutajadili mengi ya kimichezo kwa sababu muda umetutupa mkono hapa. Lakini bila shaka maoni yetu yanaweza kufanywa kazi. Kwa niaba ya wote ambao wamehusika, producer wangu Omari Selemani, mambo yamekuwa mazuri kwa sasa. Mimi ni Pascal Kabombe, tulikuwa wote kwa saa zote mbili tukiongea mambo mbalimbali na kukujuza taarifa mbalimbali za kimichezo. Nikukumbushe tu kwamba michuano hiyo ya vilabu itaonyeshwa kupitia Azam TV kuanzia Juni 15. Itakuwa ni bandika bandua, mechi zote utazitazama. Tatizo tu ni kwamba saa ni zile za Kimarekani, kwa hiyo kuna mechi nyingine za saa 9, saa 8 usiku, kwa uwe na moyo kidogo wa kukesha. Kama ulikesha kwenye mapambano ya Tyson zamani, hilo haliwezi kukupa tabu. Lakini KMC kuanzia saa 6 kamili mchana wa leo ni ile tamasha la Aisha Masaka na Frida Amani. Kuna comedy huko, kuna wanamuziki wataimba na nini mpaka mechi kama mechi nyingine zitaanza saa 8 na ile kubwa saa 10. Na Azam
tutakuwa live pia kuanzia majira hayo ya saa 10, ila mapema wewahi, kuna mambo mengi mazuri. Mimi ni Pasco Kabombe, uwe na Jumapili njema.